Hapa tupo katika eneo la airport ya Kigoma ambapo serikali yetu imewekeza na kufanya upanuzi wa airport yetu kwa urefu wa kilomita 1.8 runway, lakini pia tuna jengo la abiria ambalo lina uwezo wa kuwezesha abiria 500 kwa wakati mmoja, 250 wanaoondoka na 250 ambao wanaingia katika mkoa wetu wa Kigoma. Mradi huu umeanza tarehe 5 mwezi Septemba mwaka 2023 na ni mradi wa miezi 34 na unatarajia kukamilika mwaka huu tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi anaitwa China Railway Construction Group kwa thamani ya bilioni 51.4, lakini mpaka sasa utekelezaji wa mradi huu umeshafikia 60% ya utekelezaji wake na amekwisha lipwa kiasi cha shilingi bilioni 24.5. Mradi huu unakutekeleza sehemu ya kuegesha ndege kubwa Boeing 737-800 ambazo zinaweza kupaki ndege 9 kwa wakati mmoja, ukilinganisha na awali ambapo zilikuwa zinaweza tu kupaki ndege hizi ndogo za Bombardier. Na kwenye huu mradi kuna ujenzi wa maegesho ya magari yapatayo 100 kwa wakati mmoja, lakini imejengwa pia barabara za ndani zenye urefu wa kilomita 1.5. Lakini pia jengo la abiria kama ambavyo nimesema awali na uwezo wa kuwezesha abiria 500, lakini pia kuna control tower moja, kuna pia eneo kwa ajili ya kucontrol taa za kuongoza ndege zetu. Kwa hiyo kwa kifupi, mradi huu unakaribia kukamilika, uko 60%, na ukishakamilika utachochea sana uchumi wa mkoa wa Kigoma. Ni kwamba unasaidia sana kuunganisha nchi zetu jirani, nchi za Burundi, nchi ya Rwanda, lakini pamoja na nchi ya Kongo. Hivyo lakini itawezesha kusafirisha abiria kutoka Kigoma kwenda kwenye nchi hizo za karibu, lakini pia kwenda kwenye mikoa mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Kipekee tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha sisi wana Kigoma kuweza kutekeleza mradi mkubwa kama huu ambao ni adhimu, ukilinganisha na siku za awali ambapo tulikuwa tuna kiwanja cha ndege ambacho kwa kweli hali yake kilikuwa kiendani na hadhi yetu ya mkoa wa Kigoma. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu mpaka sasa mkandarasi hatudai hela yoyote, amekwishalipwa zaidi ya shilingi bilioni 24.5 kati ya bilioni 51, na ambapo akiraise tu certificate yake analipwa mkandarasi mara moja. Na tunategemea kwamba mradi huu utakamilika kwa muda ambao umepangwa, na tunaona material mengi ambayo mkandarasi amekwishaleta hapa site, na kwa sasa ameshaongeza speed, ameongeza masaa ya kufanya kazi, anafanya mpaka usiku, na tunazidi kumsimamia kwa ukaribu ili tuweze kukamilisha huu mradi kwa haraka na Watanzania waweze kunufaika na uwepo wa mradi huu katika mji wetu wa Kigoma. Mkandarasi wetu alitupa program ambayo imekusudia kurecover muda ambao umepotea, na kwenye hiyo program inahusisha mchakato wa kuongeza masaa ya ufanyaji kazi, na sisi kama consultant tumekuwa tukilisimamia hilo. Lakini pia mkandarasi kwenye plani yake ya kurecover muda ambao umepotea ameongeza timu ambazo zimeongeza kasi ya ufanyaji kazi kama alivyotangulia kusema meneja mkoa. Lakini pia mkandarasi ameongeza subcontractors ambao wamekuwa wakimsaidia hizi kazi zote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tumekuwa na utendaji unaofanyika kazi kwa sambamba kwa wakati mmoja ili kuhakikisha tunafikia ule malengo ya muda ambao umebakia. Mpaka sasa mkandarasi ana timu za kutosha site, lakini pia ana vifaa vyote vinavyohitajika kulingana na mahitaji na kulingana na material yaliyokuwa site mpaka sasa hivi anakimbizana na muda uliobakia. Pia changamoto ya hali ya hewa ambayo ilikuwa inasumbua mwanzo sasa hivi sio tatizo. Hivyo amekuwa na mwendelezo mzuri wa kazi kama ambavyo alitangulia kusema meneja.